Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema serikali iko tayari kutoa ushirikiano wa dhati kwa Chama cha Majaji na Mahakimu Wanawake Tanzania ili kuhakikisha wananchi wanapata manufaa makubwa zaidi, hususan katika upatikanaji wa haki kwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia. Dr. Homera ameyasema hayo Machi 10 mwaka 2026 jijini Dodoma wakati wa kilele cha maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Majaji Wanawake. Niko tayari kutoa ushirikiano wa dhati kwa TAWJA ili wananchi waweze kupata manufaa makubwa, hasa kwenye upatikanaji wa haki kwenye masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Unyanyasaji wa kijinsia hautakiwi kwenye nchi yetu na lazima tuupige vita sana. Ninaposherehekea hatua hizi, lazima muwe makini na changamoto zilizopo. Napaswa kushughulikia ubaguzi wa digitali. Mnatakiwa kupeleka haki hii, hasa matumizi ya teknolojia katika hatua nyingine, hasa maeneo ya pembezoni mwa nchi yetu. Aidha, mnapopiga hatua ya kidigitali, tuwe na kumbukumbu nyeti za mahakama, lazima zihifadhiwe kwa viwango vya juu ili kuwalinda wanadamu wote ambao wenye changamoto au walioathirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapozungumza nanyi leo kwa mara ya kwanza, nataka kutoa ahadi rasmi kwamba milango ya Wizara ya Katiba na Sheria iko wazi. Kwa hivyo kwamba tutaendelea kushirikiana kila mwaka na tutaendelea kutoa sapoti, tena uko mbele tutatoa sapoti kubwa zaidi kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri chini ya TAWJA. Ninafahamu mkurugenzi yuko hapa, Mkasori yuko pale kutoka Mokla. Kwa hiyo ujue kwamba jambo hili ni jambo la sote. Kutokomeza ukatili wa kijinsia ni jukumu la pamoja. Linahitaji jamii kukataa ukimya, taasisi kuweka uwajibikaji kama vile kipaumbele, na viongozi wa kike na kiume kutumia mamlaka yao kusema wazi ukatili wa kijinsia hauna nafasi katika jamii. Ukatili wa kijinsia pia, na sisi wanaume pia tunanyanyasika. Sababu niliwahi kupokea kesi moja kule Katavi. Baba alikuwa na mke wake, alilipa mahali ya shilingi 15,000 kipindi hicho. Sasa yule baba ni askari mstaafu, ilibidi baadaye, simtaji jina, askari mstaafu. Sasa mke wake alikuwa kidogo kijana hivi, sio mzee sana, ila yeye ameshafika 60 na ameenda anaelekea 70. Sasa baba mtu akasema wewe ulilipa mahali shilingi 15,000, amepatikana mwanaume mwingine ambaye anataka kulipa shilingi 300,000. Kwa aliachwa. Naomba niendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati jaji mwanamke anasimama kulinda waathirika wa ukatili, si tu atatekeleza sheria, atarejesha imani ya umma katika dhana ya haki. Haki inaposogea kutoka mahakamani hadi katika jamii, inakuwa inafufua matumaini ya wananchi juu ya mifumo ya utoaji haki nchini. Siku hii ya leo ni muhimu sana, si kwa wanachama wa TAWJA pekee, bali pia kwa Tanzania nzima ya sheria nchini. Nasema hivyo kwa sababu chimbuko la maadhimisho ya siku ya leo ni mkutano uliofanyika nchini Qatar mwaka 2020 ambao ulikutanisha majaji wakuu wa nchi mbalimbali. Pamoja nao pia walikuweko viongozi wa ngazi za juu serikalini. Moja ya mada ya mkutano huo ilikuwa ni usawa wa kijinsia. Kwenye huo mkutano, wajumbe walijadili kwa kina malengo ya Agenda ya Maendeleo Endelevu 2020, hususan lengo namba 5 linalohusu usawa wa kijinsia na umuhimu wa kuweka utaratibu wa kuhakikisha upatikanaji wa usawa huo katika taasisi zote ikiwemo mahakama.